pamoja na kutaka kuwajengea nyie kuwa na tamaduni ya kuangalia ubora kuanzia wadogo. Tuna mpango pia, lengo la klabu hii ni kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa viwango na usalama wa bidhaa na huduma mnazotumia kila siku. Kwa hiyo tunaamini nyie pia kwa kuelewa wenu mtatusaidia ninyi kuwa mabalozi huko mtaani, kwenye familia, lakini pia kuwa shuleni. Kwa hiyo elimu hii ambayo mtaipata siku ya leo na elimu ambayo mtaendelea kuipata mkiwa huko shuleni, tunategemea kwamba mtaitumia vyema katika kuhakikisha kwamba jamii ambazo mnaishi, familia zenu zinazingatia matumizi ya viwango na ubora, lakini pia ili kulinda afya za watumiaji. Mpango huu pia wa Viwango Club una lengo la kuibua vipaji. Kwa hiyo tunapokuwa katika hizi Viwango Club, tuna lengo la kuibua vipaji, ubunifu na mawazo mapya miongoni mwa wanafunzi, hasa katika masuala ya uzalishaji wa bidhaa zenye viwango na zinazokidhi mahitaji ya soko. Tunataka kuandaa wanafunzi nyie kuwa viongozi wabunifu na wazalishaji wa kesho ambao watathamini ubora katika kila hatua ya maisha yao kielimu na kitaaluma. Utawajengea uelewa mpana kuhusu mchango wa viwango katika kulinda afya na usalama wa jamii, lakini pia kuwahamasisha kwenye jamii tunazoishi kuwa wabunifu na wazalishaji wa baadaye watakaothamini ubora katika kila hatua ya maisha yenu. Taifa linawategemea nyie. Kwa baadaye tunaamini watoto ni taifa la kesho. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa elimu hii ya viwango na ubora ambao tutawapatia hapa leo, kwa taifa la kesho mtakapokuwa, mtakuwa mnazingatia katika uzalishaji. Tutakapoendelea in future, tuna mpango wa kuwa na TBS Viwango Club katika shule nyingine zaidi. Kwa hiyo kwa kuanzia, shirika la viwango Tanzania tumeonelea tuanze na shule ambazo ziko karibu na sisi. Ndio maana tulienda shule ambayo tuko nao jirani, shule ya msingi Ubungo na shule ya sekondari Kimara. Lakini in future tutakuwa katika shule nyingine zaidi. Shirika hili limeweza kutusaidia zaidi kutoa elimu kwa watoto juu ya viwango katika bidhaa tunazotumia. Tunavyokwenda dukani kununua bidhaa, tunaona tu ni rahisi kununua bidhaa, tunaona ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au matumizi ya shuleni, lakini watoto hao wameweza kudodosa kujua tunavyoweza kununua bidhaa ile, waweze wakawa mabalozi wazuri huko mbele katika kujua bidhaa hii imetengenezwa lini na ina expire lini. Vile vitu vilivyomo ndani ya ile bidhaa, ingredients, je, ni nzuri kwa matumizi yao, na waweze kuwa na uangalizi, waweze kuwa na maangalizo zaidi kwamba itakuwa na madhara kwao, labda wana allergy na vitu kama hivyo. Tumetembelea maabara nyingi, mfano maabara ya chakula na maabara ya umeme. Tumejifunza vitu mbalimbali. Tumejifunza wanavyopima bidhaa kulingana na ubora wa bidhaa inayotengenezwa kutoka viwanda vingine na kuletwa hapa kwa sisi watumiaji ili ziweze kuimarisha afya zetu. Tumeonyesha mashine nyingi ambazo zinafanya kazi na zingine kazi zake. Tumeonyesha mashine ya HPLC inavyofanya kazi kwa maana ya kupima viwango vya sukari iliyopo katika pombe au vinywaji tunavyokunywa watumiaji. Nimejifunza vitu vingi sana. Tumetembelea maabara ya vyakula, maabara ya umeme. Nimefurahi sana kutembelea katika jengo la TBS. Nimeona vitu vingi sana na nimejifunza vitu sana. Na pia nitaenda kuelimisha jamii, shuleni, nyumbani, na vile pia nitaenda kuwaelimisha wenzangu nini nilichojifunza katika jengo la TBS.